Alois Nyanda amemshambulia sana mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hapa namzungumzia Dr. Rugemeleza Nshala. Aliposti picha ya kwanza hapa, kaandika nchini wameifanyaje? Mtu mzima, hiki ndo nini sasa? Lugha gani hizo? Akaandika tena, akaposti na hiyo video ambayo kimsingi siwezi kuiposti hiyo video, lakini natamani tu uweze kujua kwamba ni maneno ambayo yalikuwa ni lugha za matusi ambazo aliongea Dr. Rugemeleza Nshala siku ambayo Tundu Lissu anafikisha mwaka mmoja gerezani. Sasa naomba radhi sana kwa video hii ya maneno haya ya kijinga mbele ya sura ya umma. Nimeiweka kama sehemu ya kutoa maoni dhidi ya kiongozi level ya kitaifa, lugha za kijiweni. Hatuwezi kujenga nchi bora bila maadili, taaluma, uongozi imara na hekima. Dr. Rugemeleza Nshala ni kiongozi. Je, huu ndio ukomo wa hekima? Je, busara ya wakili imefika hapa? CCM kesho ana wakemeaje ikiwa hana maadili? Kiongozi wa kweli hujenga kwa vitendo, si kwa matusi. Na kama enzi za nidhamu ya uongozi zingedumu, si rahisi kuona nafasi ya uongozi kibebwa na aina hii ya viongozi. Mwanasheria mkuu wa chama kikuu cha kisiasa nchini anamwaga tusi kavu. Uhuru wa leo ni muhimu, lakini bila maadili na mipaka ya uongozi tunapoteza heshima ya taifa. Yaani elimu yake, uzoefu wake, umri wake na nafasi yake katika jamii. Anaongea kama mpiga debe kweli. Dr. Nshala anajua wazi kama misingi ya Azimio la Arusha lisingevunjwa na wahuni, basi nchini wengi sana wasingekuwa viongozi wa vyama wala serikalini. Misingi ya Azimio la Arusha ilikabiliana vikali na wahuni, na leo Chadema wanapaswa kuonyesha kwa vitendo kumfuta kabisa nafasi yake ya uongozi kwa lugha hii inayotweza hadhi, heshima na utu wa taifa zima. Kwa lugha hii alipaswa leo kufutiwa kabisa leseni yake ya uwakili mpaka miezi hata 6 ili kulinda maadili ya taifa. Nitashangaa sana kuona lipo kundi linaweza kusema kwa matusi haya yuko sawa. Ujue taifa litakuwa limekwisha jifia na haliwezi kusimama tena katika kujenga misingi na maadili ya watu. Naomba tena kuwaomba radhi kwa video hii iliyojaa utovu wa nidhamu na isiyofaa, ila nimekusudia kukemea huu ujinga. Mtu mzima anaporomosha tusi la aibu namna hii. Angelikuwa ni mwanangu, nadhani bakora zake angemsimulia mkewe akikua, ila ndio hivyo, ni mtu mzima na ishia kusonya tu. Imeandikwa na Mtozi. Kimsingi siwezi kukuwekea hii video, yawezekana umekutana nayo kwenye mitandao ya kijamii. Alikuwa ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alikuwa akiongea kwa hisia kali na miemko, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo Nyanda ameandika hapo kuonyesha jinsi gani amekelwa. Sasa ngoja nipitie baadhi ya komenti. Mmoja kati wa wadau ameandika, Mtozi, haya maumivu uliyoyapata kutokana na matamshi yenye ukakasi ya Bwana Nshala na kupendekeza afutiwe leseni na uwakili kwa kulinda maadili, ungeatumia kudai wajibikaji juu ya upotevu wa maisha ya watu na rasilimali za nchi, yangenifurahisha sana. Mtu mwingine ameandika, we Nyanda acha uchonganishi. Mtu mwingine ameandika, umeongea ukweli kaka, jambo hili linapaswa kukemewa. Mtu mwingine ameandika, kikao na mstaafu kimelipa. Mtu mwingine ameandika, kwenda. Mtu mwingine ameandika, umelipwa leo Nyanda. Mtu mwingine ameandika, kama mmeona amezingua mpelekeni mahakamani, mkutane na PhD ya Harvard. Mtu mwingine ameandika, mtu anaongea kama anatafuna bisi za moto. Mtu mwingine ameandika, naona kakazana, ushachukua hela za watu. Mtu mwingine ameandika, na kazia hapo hii nchi. Mtu mwingine ameandika, wananchi tumekukataa. Mtu mwingine ameandika, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti. Huyo ameenda kabisa kwenye kifungu cha Biblia. Mtu mwingine ameandika, na mimi naongeza sawa. Mtu mwingine ameandika, unaitwa Alois na huijui Biblia, acha upuuzi wako. Ngoja sasa nipate bahati hapa ya kumpigia ndugu Alois Nyanda aweze kunielezea ni nini maoni yake kufuatia hii. Hii ni VOT Media, tumechangamka.